kuhusu ziara hiyo ya Rais William Ruto. Kombo, iwapo unanipata, taswira kamili ya mkutano huo wake Rais William Ruto. Sana Elizabeth Mutuku, na kupata tena kabisa kutoka eneo hili ambapo chuo kikuu cha Nyamira ambacho ni Nyamira University College kinatarajiwa kujengwa hapa katika uwanja huu wa Kiabonyoru, hapa ambapo hapo zamani shule ya upili ilikuwa ipo hapa, lakini baadaye iliweza kuhamishwa. Kumbuka kwamba taswira wakazi wameweza kujifikisha hapa kwa wingi, hasa kuhakikisha kwamba wanamlaki Rais William Ruto, na wote kujihakikishia kwa macho yao kwamba chuo hiki ambacho kimekuwa na propaganda kwa muda mrefu kwamba hakijengwi, kwa sasa kimeweza kufika mahali ambapo msingi umesonga katika ghorofa ya kwanza, na kuhakikisha kwamba chuo hiki kitakuwa kinamalizwa ili kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao walifanya mitihani yao ya kitaifa mwaka 2025 watakuwa wanajiunga hasa katika chuo hiki wakiwa na wanafunzi wa kwanza ambao watakuwa wanapata fursa ya kupata masomo yao. Kumbuka kwamba chuo hiki kitakuwa kinaongozwa na uongozi wa chuo kile kikuu cha Kisii, na vile vile hapo awali Rais William Ruto aliweza kupokelewa hasa katika mji wa Ikonge, ambapo alikuwa anaweka jiwe la msingi la soko hilo ambalo lilikuwa lijengwa kwa ghorofa mbili, lakini baada ya kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika soko hilo na washikadau mbalimbali, akaona kwamba kuna hapo haja ya kuongezea ghorofa nyingine, kwa sababu wafanyabiashara wengi wamekuwa wakitatizika kwa muda, wengine wanalazimika kufanya biashara nje ya kando ya barabara, huku gavana Amos Nyaribo akiwa amemuomba rais kuweza kupata ujenzi wa zaidi ya kilomita 5 hasa katika mji ule wa Kebirigo pamoja na vile vile mji wa Ikonge. Kumbuka kwamba itakuwa inasaidia hasa pakubwa ili kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata muda mwepesi kupeleka mizigo yao ndani na nje ya soko, na vile vile soko lile la Kerenyo litakuwa vile vile linaweza kujengwa, kupanuliwa kama mojawapo, na baadaye rais akiwa anatoka hapa Kiabonyoru atakuwa anaelekea katika chuo anuai cha KMTC jijini Nyamira, ambapo atakuwa vile vile anaweka jiwe la msingi kujenga vyumba vile tunaita affordable hostels kwa wanafunzi, na kuhakikisha kwamba, kwa sababu mipango ipo kuhakikisha kwamba chuo hicho anuai kinaongezewa masomo, baadhi ya masomo, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali katika taifa la Kenya wanafika pale ili kuhakikisha kwamba wanasoma, na baadaye atakuwa anaelekea katika shule ya msingi ambayo inaendelea na ujenzi wake ya Nyamira Comprehensive, kuhakikisha kwamba ghorofa ya 4 inakamilishwa. Kumbuka kwamba ni mradi ambao ulikuwa unaendeshwa chini ya NCDF, ushirikiano wa Steve Mogaka pamoja na serikali kuu, wizara ya elimu, ili kuhakikisha kwamba shule ile inapata muonekano wa kisasa, ili kuhakikisha wanafunzi wale ambao wamekuwa wakitabika kwa muda mrefu kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi pale wanaweza kupata madarasa ya kutosha ili waweze kustiriwa kupata masomo hasa wakati huu. Nakumbuka kitoka pale atakuwa anaelekea katika eneo lile la Nyamira Water and Sewerage Companies. Kumbuka kwamba Nyamira Water iliweza kutengana na kutoka Gusii na Kiwasko, ambapo Rais William Ruto atakuwa na wafadhili kima cha shilingi milioni 300 ili kuhakikisha kwamba kila boma katika kaunti ya Nyamira inaweza kupata maji ambayo wanaita last mileage water connectivity hasa katika kaunti hii ya Nyamira. Kumbuka kwamba ni hafla ambayo wakazi wameweza kufika. Kwa kweli wakazi kwa wakati huu tunaona kwamba wameweza kufika, siasa zimeweza kushamiri, swala ambalo litakuwa tunalifuatilia kwa kina ili kuhakikisha kwamba msikilizaji wetu, mtazamaji wetu anaweza kufahamishwa kwa ufasaha ni kipi ambacho kinaendelea hasa katika eneo hili. Nikumbushe kwamba vile vile Rais William Ruto ameahidi kupeana shilingi milioni 30 ili kuweza kuhakikisha kwamba kituo kile cha polisi ambacho kinaitwa administration post kile cha Ikonge kinaweza kuimarishwa na kuwa stesheni ya polisi, kwa sababu kumekuwa na visa vingi vya utovu wa usalama hasa katika eneo hili. Kumbuka kwamba ni mpakani kati ya kaunti jirani ya Kericho na Nyamira, kuhakikisha kwamba visa kama uwizi wa ng'ombe, visa vya uwizi ambavyo vimekuwa vikiripotiwa siku nenda siku rudi katika eneo lile vitakuwa vinapungua, na hasa uwanja ule wa Esanige katika eneo bunge la Mugirango Kusini itakuwa inaweza kujengwa, uwanja ambao utakuwa unagharimu serikali takriban milioni 900 utakuwa unajengwa hasa katika eneo. Alafu kitu ambacho kimekuwa kikizua tumbo joto na hatimaye wakazi katika eneo lile la Ikonge waliweza kupata afueni baada ya rais mwenyewe kuzungumza, ni kitu ambacho kilikuwa kimeleta joto. Watu wengi, wanasiasa wengi wamekuwa wakisema kwamba hakuna
kituo kile. Lakini rais siku ya leo ameweza kuhakikishia wakazi wote wa Gusii, ikiwa ni siku yake ya kwanza, kwamba kituo kile kitagharimu shilingi milioni 300, na sio wakazi peke yake, abiria peke yake. Kitakuwa kituo cha mizigo. Kumbuka kwamba bidhaa nyingi hutoka katika eneo hili, majani chai, matoke na baadhi ya bidhaa zitakuwa zinatoka huku kuelekea kaunti zingine kama vile Nairobi, pia mboga kutoka eneo hili. Kwa hivyo ni ziara ambayo kwa kweli inaonekana kuwa ya matunda kwa wakazi wa eneo la Gusii. Sina la ziada ila kukomea hapa, lakini kumbuka msikilizaji wetu, endelee kukaa kitako akisubiria kwamba tutakuwa tukimfahamisha yapi ambayo yanaendelea katika kaunti hii ya Nyamira. Jina langu ni Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira, eneo hili la Kiabonyoro. Asante sana Kombo Alfayo, na labda iwapo unanipata, una swali kuhusiana na ubabe wa siasa pia ambao unashuhudiwa katika eneo hilo kwa wale ambao wanamuunga mkono Daktari Fred Matiang'i na pia wale ambao wapo upande wa serikali, ni kitu ambacho kinashuhudiwa? Naam, kwa kweli ni swala ambalo limeweza kuonekana hata hapo jana wakati Rais William Ruto alikuwa ugani Gusii. Ni swala ambalo lilikuwa limeanza kuzua tumbo joto, na ukiangalia kwamba idadi ya viongozi wengi ambao wameweza kuchaguliwa hasa katika eneo hili la Gusii, wengi unaonekana kwamba kunao wale ambao wanajaribu kuegemea upande wa rais, na kuna wale ambao bado wapo kidete, wameshikilia kumuunga mkono ambaye ni Fred Okengo Matiang'i. Na ukiangalia kwamba lile vugu la Fred Matiang'i bado linaonekana kwamba limeshika kasi hasa katika eneo hili la Gusii. Wengi wanafika pale wakizungumza, lakini baadhi ya viongozi ambao wako pale wanasema wao wanaendelea kusema kwamba licha ya sisi kwamba tupo na kiongozi wetu, waacha tuendelee kudumisha amani na kuhakikisha kwamba yule ambaye kiongozi yupo uongozini anaweza kuheshimiwa na kupewa heshima yake akiwa uongozini sawa wakati huu. Lakini kile ambacho tutakuwa kinafuata ni kwamba yule ambaye yupo uongozini kwa sasa aweze kuheshimiwa, na kile tutakuwa tunazungumzia mengine baada ya uchaguzi mwaka ujao. Asante sana Kombo Alfayo, nitakuwa nikirejea kwako baadaye kuweza kusikia mengi ama katika taarifa zetu ambazo ni za baadaye. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, nachukua mapumziko ya dakika 2-3 kupisha wadhamini wetu, lakini tukirejea taarifa zaidi zipo, hivyo basi